Nafikiri nashukuru kwa kunialika. Karibu sana. Na niwapongeze kwamba nilikuwa nikiwafuatilia, nafanya kazi nzuri, mnachambua. Kwa hiyo ni media ambayo mmeanza vizuri sana. Shukrani sana. Kwa hiyo bwana mdogo Zungu na wenzako hongereni sana. Shukrani sana. Sasa nikija kwenye swali kwamba nani yuko sahihi kati ya Chadema na Tume kwenye sakata ambayo inaendelea hivi sasa. Kwanza nianze kwa kuweka msingi kwamba uchaguzi ni swala la katiba. Sisi kama nchi, kusema ibara ya 3 ya katiba yetu yazungumza sisi ni nchi tunaofuata mfumo wa vingi vya siasa. Kwa maana sisi ni a multi-party democracy country. Lakini namba 2, kusoma ibara ya 5 ya katiba yetu yazungumzia haki ya mwananchi kupiga kura na kupigiwa kura. Na bahati mbaya kwamba nchini kwetu hatuna wagombea binafsi. Kwa hiyo njia pekee ya mtu kupigwa kura ni lazima atokee na chama cha siasa. Wewe mwanachama chama cha siasa kikudhamini, kikupe ruksa, hapo ndio utapata fursa ya kupigwa kura. Lakini namba 3, kusoma ibara ya 8 ya katiba yetu yazungumza mamlaka ya serikali itatokana na wananchi wenyewe. Maana ni kwamba serikali iliyoko madarakani inapatikana kwa wananchi kupigia kura kupitia sanduku la kura. Lakini namba 4, kusoma ibara ya 21 ya katiba yetu yazungumza zaidi kwamba wananchi wa Tanzania ndio watakuwa na mamlaka ya kushiriki katika masuala yao ya kimaendeleo na kiutawala kupitia sanduku la kura. Kwa hiyo ni base namba 1. Lakini namba 2 ni kwamba zoezi lilofanyika tarehe 12 April pale Dodoma la kusaini kanuni au hati za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ni zoezi ambalo sio jipya. Of course Limefanyika 95, limefanyika mwaka 2000, limefanyika mwaka 2005, 2010, 15 na hatimaye 2020. Sasa maadili ni kitu gani? Tuanzie kwa nijenge msingi ili watazamaji wapate picha vizuri. Tupate picha kabisa sababu kuna watu wanapotosha huko mitaani wanapotosha mno. Maadili ni kitu gani? Ni kwamba uchaguzi wote ule duniani hauwezi kufanyika bila kuwa na maadili. Lazima kuwe na code of conduct za namna gani uchaguzi utaendeshwa. Kwamba jamani, sisi tunakubaliana katika zoezi la uchaguzi tutaenda kwa mfumo huu. Na ndani ya ile maadili kunakuwa na kamati za maadili na kadhalika, kwamba mtu anapokuwa na malalamiko anapeleka pale, mimi nimetukanwa au nimezahirishwa, naenda pale. Sasa maadili haya kabla ya kwanza kutumika, tume kama chombo cha uchaguzi huwa inaandaa rasimu ya kanuni, inawasiliana na wadau kwa maana vyama vya siasa kwamba jamani, tuko katika mchakato wa kutunga kanuni za maadili, toeni mapendekezo. Vyama vinafanya hivyo. Hata haya ninazungumza tume ilifanya hivyo, iliandikia vyama nafikiri mwezi mmoja uliopita ikijulisha kwamba iko katika mchakato wa kutunga kanuni za maadili, watoe mapendekezo. Vyama wakafanya hivyo na wakapeleka pendekezo yao, isipokuwa chama kimoja Chadema wao walijibu barua kwamba wanaona kwamba bado kuna masuala ambayo wao kwa maoni yao kama chama wanaona hajakaa sawa. Kwa hawawezi kusaini kanuni au hawawezi kutoa mapendekezo ya kanuni kwanza mpaka yale ambao wanayaamini yana mapungufu yafanywe kazi. Na walikuwa wanaamini kwamba ile ikifanywa kazi automatically hata hizo kanuni kama zina mapungufu zitafanywa marejeo conform na marekebisho ambayo yatakayofanywa kwenye sheria. Kwa hiyo Chadema wakajibu kwamba hawatashiriki kutoka pendekezo. Kwa vyama 18 kati ya 19 vilivyosajiliwa kudumu vikatoa maoni yao. Baada ya kutoa maoni, tume ikawaandikia barua tena kwamba ile maoni mlioyatoa mchakato wake umekamilika, sasa muje tuwe na mjadala mfupi na hatimaye tufanye signing. Ikawatafuta vyama vyote 19 ikiwemo Chadema. Vyama vingine vyote vikaridhia kwamba vitakuja 18 na Chadema wakapigiwa simu kwa mujibu wa mkurugenzi wa uchaguzi bwana nani anasema Kailima anasema atawapigia Chadema, wakasema ngoja kwanza wajadiliane, watawarejea. Baadaye wakarejea kaambia wao kama chama hawatashiriki sehemu ya kusaini kanuni za maadili. Sasa hoja inakuja kwamba baada ya zoezi kukamilika la kusaini kwa na very long debate na mitandao kwamba kwa sababu walinukuliwa mkurugenzi wa uchaguzi akisema kwamba chama ambacho hakijashiriki zoezi la kusaini hakitashiriki zoezi la uchaguzi. Sasa hoja ikaanzia na maana yake ni uchaguzi kwa miaka 5. Kwa miaka 5 kwa maana uchaguzi wote katika ambao unahusisha tume. Uchaguzi mdogo Chadema watakuwa na fursa hiyo. Sasa debate ikaanza hapo. Sasa ndio msingi nitaka nijenge hoja kuanzia nyuma ili ninapofika kwenye hii point au kwenye hii nukta kila mmoja awe na understanding. Sasa hoja ikaja kwamba je, tume na mamlaka ya kumzuia mtu ambaye amesajiliwa kwa mujibu wa sheria, yupo pale katiba kisheria, ashiriki uchaguzi? Swala namba moja. Swala la pili linakuja,
ni nani kati ya tume na Chadema yuko sahihi. Lakini swala la tatu, je, hata kama Chadema hajasaini leo, hakusaini maadili, wana nafasi ya kusaini tena? Au wanaweza kashiriki uchaguzi? Ndio. Haya maswali matatu yatapata majibu hapa. Sasa wazi la swala la kwanza kwamba je, tume na mamlaka kumzuia mtu kushiriki uchaguzi? Kwanza ni kwamba kusoma kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 inazungumza kweli kwamba namba 1 ukisoma inazungumza kwamba tume kwa kushirikiana na wadau itatunga kanuni za maadili. Hii ni kifungu kidogo cha kwanza, kimeshafanyika. Inasema tume kwa kushirikiana na wadau itatunga kanuni za maadili. Ilishafanyika. Kifungu kidogo cha pili kinazungumza baada ya kushirikiana na wadau, baada ya kutunga zile kanuni, wadau watakutana na tume kwa ajili ya kusaini maadili ya uchaguzi. Kifungu kidogo cha tatu kinazungumza mtu yoyote ambaye hatafuata matakwa ya kifungu kidogo cha pili ambacho ni kusaini atapewa adhabu. Lakini akisemi atapewa adhabu gani? Msingi namba 1. Kile kifungu kiko plain. Nafikiri bunge lilikuwa very careful. Kama chombo cha kutunga sheria cha wananchi lilijizuia kutamka adhabu sababu lilijua uchaguzi ni swala la katiba. Ndio. Ni swala ambalo ni haki ya mwananchi na vyama kushiriki. Kwa bunge likajizuia sana kutamka kama mtu ambaye atashiriki kusaini fomu za maadili hapa atapewa adhabu hii. Ikasema tu atapewa adhabu. Mtu ambaye hatashiriki kusaini kanuni za maadili atapewa adhabu. Lakini kifungu hicho kidogo cha tatu haikutamka atapewa adhabu gani. Lakini swala la pili la msingi ni kwamba kifungu kile hakizungumzi time limit ya kwamba signing ifanyike lini. Ukisoma sheria ya uchaguzi wa bunge na madiwani, maeneo mengi imeweka limitation. Kama kabla ya siku 7 za uchaguzi, kila chama kinapaswa kupeleka majina ya watu waliopendekeza kuwa wagombea tume. Na tume siku 7 kabla inapaswa kufanya uteuzi. Si mapingamizi. Kila sehemu imeweka limitation. Kwenye issue ya maadili, kanuni za maadili, kwa maana ya signing, kifungu cha 162 hakijaweka time limit kwamba ni lini vyama vinapaswa kufanya signing na ni muda gani usiposign unakuwa umepoteza haki yako kisheria. Lakini issue ya pili, kanuni zile kwa maana kifungu hiki hakizungumzi kwamba lazima signing ifanyike mbele ya tume, kwamba lazima uende mbele ya tume usign. Maana tume inaweza kutumia hata kwa email, kwa sign, kwa audition kwao, kwa umesign. Kwa issue ya kwanza ambayo inapaswa kuwa discussed ni kwamba je, kwa sababu kumbuka hizo tunasema ni kanuni za maadili. Ya nini? Ya uchaguzi. Uchaguzi haujaanza. Ndio. Chadema hajasign leo. Ndiyo. Uchaguzi ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Kampeni zinafanyika sasa mwezi wa 8 kwa siku 90. Kwa hiyo hizo kanuni za maadili hata leo sign hao wote hao 18. Hizo of now bado hazibani. Kwa hazitumiki. Kwamba wanaweza wakasign na wasishiriki uchaguzi. Wasishiriki uchaguzi. Hata saa hizi sababu uchaguzi bado hajaanza. Yes. Wamesign sawa, lakini as of now hizo kanuni kwao hazibani, haza apply. Hizo kanuni zinaanza ku apply the day tume ime gazeti ratiba ya mikutano ya hadhara na imemkopi kila chama cha siasa anayeshiriki uchaguzi, na kampeni zikishazinduliwa kwa baada kampeni ni kesho. The day kampeni zinaanza ndio hizi kanuni za maadili zinaanza kufanya kazi. Kwa hata ambaye anasaini sasa na ambaye hajasaini kwa level ya sasa, wote na kisheria wa the same status. Sababu bado hizi kanuni kwao hazitumiki. Lakini namba 2 ni kwamba kwa sababu kifungu hakijatamka muda mahususi wa kusaini, na kama ambao hajasaini wana nafasi kuanzia sasa kipindi hiki, katika kipindi hiki cha mwezi April mpaka kipindi cha mwezi Julai kabla ya kampeni kwanza, bado ana nafasi ya kusaini. Sehemu pekee ambapo sheria hii imetamka wazi kwamba usipo sign ushiriki uchaguzi ni kwa sababu kuna maadili aina mbili hapa. Watu wanachanganya. Kwa level moja phase 1 ya kusaini maadili ni kati ya vyama, serikali na tume. Ilifanyika juzi. Level ya pili ni wagombea. Mgombea kishateuliwa kabla uteuzi kufanyika. Cha kwanza kishapeleka fomu yake tume, kishawasilisha fomu yake tume. Cha kwanza saini hati ya nini? Fomu ya kanuni za maadili. Alafu anafanyaje? Ateuliwa. Ukisoma kifungu cha kuanzia 30 kitu mpaka kifungu cha 60 na kwenye uteuzi wa rais, bunge na madiwani. Kazungumza vile clear. Mgombea yote ambaye atasaini fomu ya maadili hatateuliwa kuwa mgombea. Tumesema vile clear. Hatateuliwa kuwa mgombea. Lakini kwenye wadau kwa maana ya serikali, vyama pamoja na tume yenyewe kifungu kiko plain akisemi akisemi adhabu gani. Lakini namba 2 nataka nije hapo, nimeona watu wengi wana nukunukuu mitandaoni huko. Kanuni za uchaguzi sasa hizi ambazo zimesainiwa, kanuni za maadili. Kifungu kidogo, kifungu cha 1.5. Sasa kimezungumza kwamba chama ambacho kitasaini kanuni za maadili hataruhusiwa kushiriki
mikutano ya kampeni, sio uchaguzi. Lugha iliyotumika ni mikutano ya kampeni. Means unachozungumzia ni hii ambayo imesainiwa hiyo sainiwa juzi. Yazungumza kwamba maana yake ni kwamba imeenda kutafsiri kifungu cha 162 kidogo cha 3 kwamba mtu ambaye atashiriki kusaini maadili atapewa adhabu. Kwa kanuni ikaenda kudefine adhabu ni kushiriki mikutano ya kampeni. Kumbukeni, uchaguzi ni mchakato. Kampeni ni kasehemu kadogo, kasehemu ya election cycle. Uchaguzi ni cycle inaanzia kwenye kupandikisha wapiga kura. Hii inakuja kwenye uteuzi, inakuja kwenye mapingamizi, inakuja kwenye kampeni. Ingesema hata shiriki uchaguzi, tungezungumza labda kidogo, tungesema chochote. Imesema hata ruhusa kushiriki mikutano ya kampeni. Ni sehemu, maana yake kwamba hata ruhusa, sio kwamba hata ruhusa kushiriki uchaguzi, mikutano ya kampeni. Lakini swala la pili linakuja swala msingi sana kwamba kati ya sheria mama na kanuni au kati ya katiba, sheria mama na kanuni, kipi kinatenguka, kipi kinachukua nafasi? Obviously ni kwamba hata mwanafunzi wa first year wa sheria hata kwambia kwamba kanuni haipaswi kuwa juu ya sheria mama. Kanuni zimeenda mbali mno kupoka haki za watu za katiba. Sasa kuliko sheria mama. Sheria mama yenyewe ilisita kwa sababu kwenye misingi ya uandishi wa sheria, kama sheria ingetaka itaje adhabu, ingetaja. Kumbuka kazi ya kanuni huwa ni moja tu, kama sio mbili. Namba moja, kazi ya kanuni huwa ni kutoa tafsiri ambazo kwenye sheria mama hazipo. Namba mbili ni kutoa procedural requirement, mchakato, zile procedures. Kwamba sheria iweze kusema fomu ya uteuzi itakuwa na muonekano gani, fomu ya mapingamizi itakuwa na muonekano gani. So unakuta kwenye kanuni za hiyo fomu. Kwa kazi ya kanuni ni kutoa tafsiri, lakini pili kutoa mwongozo, kutoa procedures. Kama sheria imesema uteuzi utafanyika kwa kupitia fomu namba 3C. Sasa hiyo fomu kwenye sheria huwezi kuikuta, ukuta kwenye kanuni. Lakini bahati mbaya kwamba kanuni hizi zimeenda mbali zaidi, zikaenda kupuka haki hata sheria mama. Na ukisoma vizuri kama nilivyosema, ukisoma vizuri katiba na sheria, inazungumza vile kina maamuzi mengi tunaya mahakama kuu yanasema na mahakama ya rufaa kwamba kanuni yoyote ile, sheria ndogo ambayo inakiuka katiba, sheria mama, inakuwa batili tangu siku ilipotungwa. Lakini issue ya pili ambayo pia ni ya msingi sana ni kwamba ukisoma ripoti ya kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo ya mwaka 2020 2021 inazungumza kwamba kanuni nyingi ambazo zinaandikwa na hizo mamlaka ya serikali, halmashauri, manispaa, hizo mamlaka mbalimbali za serikali pamoja na mashirika ya umma na tume mbalimbali, nyingi zinakiuka misingi ya kisheria na katiba. Kwa hiyo hoja hapa ambayo inapaswa kuwa discussed ni kwamba tume kama mamlaka ya uchaguzi inaweza kupoka haki ya mtu kushiriki uchaguzi kwa sababu taja saini fomu za maadili. Lakini swala la pili, fomu za maadili ni nini? So maadili, chama cha siasa kumbuka ni wakala tu. Namteua mgombea na mgombea kabla kwenda kwenye kampeni baada ya saini nini? Maadili. Kwa by the way ni kwamba unaweza kusaini maadili na usiishi maadili. Unaweza kusaini maadili na ukawa namba moja mtu anayeishi maadili. Kwa hoja hapa tusimamie kusema kwamba tusaini maadili kushiriki uchaguzi ni hoja ndogo nyepesi. Okay, mimi natamani kufahamu kitu kimoja. Umezungumza kwa urefu sana na inawezekana kuna vitu vingi sana umetupreempt kutokana na kile ambacho nataka elimu hapa. Kile ambacho tulikuwa tunafikiria na kile ambacho tumekisikia kwenye mijadala mbalimbali na kile ambacho wengine tumedili. Binafsi nimezungumza hapa na wenzangu ndani ya siku 2 mfululizo nilikuwa napambana na sheria hiyo ya 162 kuangalia kanuni ya 162 kuangalia kuna sehemu yoyote ambayo naweza nikapata imeandika kwamba huyu mtu asipo sign leo tarehe 12 hawezi kushiriki uchaguzi. Sijui na si kama chakua upande wako. Kwa nini kuna muda kwa nini kumekuwa na muda maalum wa kusaini hizi sheria? Kwanza kama hivyo mfano labda nielewe. Muda maalum kwa maana kwamba vyama vyote vya siasa mnatakiwa msaini sheria siku fulani. Sio hilo la kwanza. Lakini yes tuanzie hilo. Kwa nini kumekuwa na huo muda maalum kwamba vyama vyote mnatakiwa kusaini hizo sheria kwa mujibu wa ulichokielekeza kwamba inawezekana mtu akasaini wa 6 wa 7. Yes. Nafikiri kwanza kama nilivyosema ukisoma kanuni zenyewe za maadili hazielekezi kwamba signing ifanyike kipindi gani kabla ya uchaguzi. Lakini namba 2 kusoma sheria mama kifungu cha 162 hakisemi signing ifanyike lini au siku ngapi kabla ya uchaguzi. Kwa huenda tume kama chombo cha uchaguzi iliona kwamba ifanye mapema zaidi
iitwe adabu mapema. Ingawa mimi kwa maoni yangu binafsi bado hata kama ikitokea mtu ajaenda kusaini kwa huu muda uliobaki, sababu kama nilivyosema kwamba kuanzia April mpaka mwezi wa 7 mwishoni, hata aliyesaini sasa bado maadili haya hayambani popote, kwa sababu maadili haya yanatumika baada ya kampeni za uchaguzi kuanza na kampeni hazijaanza. Unanipata? Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba kama sheria ingekuwa imetamka, na hiyo ndio hiyo hoja msingi, sheria ingetamka very clear kwamba chama cha siasa ndani ya kipindi fulani, baada kipindi cha miezi 5 before uchaguzi mkuu, na ukikaunti labda kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 8 ni miezi 5 kweli, unapaswa kuwa umesaini kanuni za maadili, na usiposaini kweli hao wanakuwa wamepoteza haki yao. Sheria haijasema time limit ya signing. Lakini namba 2, sheria haijasema usiposaini kanuni za maadili utashiriki uchaguzi. Sheria mama imesema tu kwamba atapewa adhabu, lakini haikudefine ni adhabu gani. Hoja ya pili, kanuni ndio imeenda kupreempt sheria mama. Yaani hiyo adhabu ambayo imetajwa 162 kifungu cha 3 imeenda kuidefine kwamba ni kutoruhusiwa kushiriki mikutano, na yenyewe imesema, na yenyewe pia walijionya pia, hakusema kutokushiriki uchaguzi. Mimi naomba watu wasome hizi na ni vizuri. Sheria imesema mtu ambaye hatosaini kanuni za maadili hataruhusiwa kushiriki mikutano ya kampeni, sio uchaguzi. Unajua uchaguzi na kampeni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Maduhu, kwa haya ambayo umeyasema kisheria aliyoyasema Kailima, pengine alighafilika kidogo kwamba kile kilichofanyika Kailima na tume hawana uwezo wa kuizuia Chadema kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa sheria, kwamba Kailima huenda alighafilika, sio? Mimi naamini kwamba kwanza tume ya uchaguzi inaongozwa na wanasheria wengi tu. Mwenyekiti wa tume ni jaji mahakama rufani, Mheshimiwa Mwambegele jaji. Mheshimiwa Kailima mwenyewe ni mwanasheria na nafikiri ni wakili pia, na tume ya kitengo cha sheria. Kwenye hili binafsi kama wakili, tume ya uchaguzi imejielekeza vibaya. Tume ya uchaguzi haikusoma vizuri kifungu cha 162 in connection with kifungu cha 1.5 cha kanuni za maadili ya uchaguzi mwaka 2005 ambacho kinasema kwamba asipo sign hata ruhusa kufanya mikutano ya kampeni. Mikutano ya kampeni, tume nasema uchaguzi mzima. Uchaguzi wao nilisema ni mchakato, kampeni ni sehemu ya mchakato wa uchaguzi. Na kumbukeni jamani, nyinyi ni mashahidi hapa, tunao vyama vingi hapa kampeni na vinaenda kwenye uchaguzi. Sasa vinateuliwa kufanya uchaguzi kwenye kampeni, wafanye kampeni, lakini kwenye uchaguzi kwenye fomu, kwenye kura wapo, kwenye ballot paper wamo, lakini you never see them wakifanya kampeni, kwa sababu kampeni sio lazima ni sehemu ya component tu ya uchaguzi. Mtaweza kama kufanya kampeni za nyumba kwa nyumba, unanipata, nyumba kwa nyumba, kwa sababu na ndio maana nasema kwamba hizi sheria tusome vizuri, tusome kwa mstari kwa mstari, kwa sababu ukisema utaweza kushiriki uchaguzi, mimi nitakuuliza imeandikwa wapi? Kweli ni kwamba hakuna sehemu yoyote aidha kwenye sheria mama au kwenye kanuni imetamka wazi kwamba usiposaini maadili utaruhusiwa kushiriki uchaguzi, isipokuwa kilichotamkwa ni kwamba utashiriki mikutano. Jamani, some mwenye nani alifungulia hapo kwenye kanuni, just open, lazima mikutano ya kisiasa. Nimesema utaruhusiwa kufanya mikutano ya kampeni. Fungua kanuni kama unazo, tusome pamoja, alafu tuambiane hapa jamani, mimi ndo na tafsiri yangu binafsi au la. Fungua kanuni za maadili, kanuni ya 1.5 inasema utaruhusiwa kufanya mikutano, sio uchaguzi. Uchaguzi ni process, mchakato mrefu sana. Kwa hiyo jamani, kwenye hili mimi naamini Chadema bado nafasi ya kushiriki uchaguzi kama nataka, ukitoa haya mengine ambayo anazungumza yale ambayo ni ya kwao, no reform, no, lakini kama Chadema kama chama cha siasa kama wakitaka kushiriki uchaguzi, bado nafasi, mimi naamini, sio naamini, kwa mujibu wa katiba na sheria, nafasi ya kushiriki uchaguzi wanayo. Hoja ya kwamba kwa sababu hajasaini maadili wasishiriki uchaguzi ni hoja ambayo hata kwenye katiba haipo. Unanipata? Kwa sababu kumbukeni, chama cha siasa kipo kwa mujibu wa sheria, kimesajiliwa kwenye sheria ya siasa na kina haja ya kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa sheria yenyewe, kwa sababu hata wagombea wa vyama vya siasa wakisha tolewa na vyama before ya kwenda kwenye, sababu kumbukeni jamani, haya maadili tunazungumza kwa maadili, anayetekeleza sio chama. Chama ni umbrella tu, anayetekeleza maadili ni mgombea mwenyewe. Lakini cha tatu ni kwamba hata kama ikitokea hujaishi maadili, hujafuata maadili ya uchaguzi, bado kuna fursa ya uchaguzi ukiisha ya kwenda mahakamani ukapeleka hoja shauri la uchaguzi kwamba huyu mshindi alikuwa ananitukana mimi kwa jinsi yangu, kwa hali yangu alinidhalilisha. Na mifano ipo, mahakama kuu mara kadhaa ilifuta matokeo ya wabunge kadhaa kwa hoja za unyanyasaji wa kijinsia. Nitoa mfano mdogo hapa. Hoja hapa sio maadili. Kwa mfano Mheshimiwa Lema akiwa mbunge wa Arusha mjini mwaka 2010, Mheshimiwa Matilda akiwa mbunge ambaye sasa ni mkuu wa mkoa
Tanga, aende mahakamani akapinga kwamba Mheshimiwa Lema kwa kampeni zake alikuwa anatukana matusi, alinizalilisha. Mahakama Kuu kanda ya Arusha karidhia maombi yale, ikamfutia Mheshimiwa Lema wabunge, kaja kurudishwa na mahakama rufani mpaka 2012. Uchaguzi mdogo wa Igunga hapa. Alipojiuzuru Mheshimiwa Rostam Aziz, Mheshimiwa Dali Kafumu alifutua bunge la Mahakama Kuu kanda ya Tabora kwa hoja kwamba kulikuwa na lugha ambazo zilikuwa zinatumika hazikuwa lugha rafiki, zilikuwa zinakiuka maadili ya uchaguzi. Baadaye Mheshimiwa Dali Kafumu ubunge wake ukarejeshwa na mahakama ya rufani. Tunasahau kwa hoja hapa sio chama kutokusaini maadili. Hoja ni kwamba mgombea mwenyewe ndo anakuwa wakala namba moja wa kuheshimu maadili, na sipo ya heshimu hata kama, kwa sababu kumbukeni jamani, uchaguzi sio mchakato wa kijinai. Ndio niwaambia kama mjui, uchaguzi sio mchakato wa, yani ukifanya kosa la kiuchaguzi wanaituita kama kosa la kiuchaguzi, ambao una option mbili. Moja, kupeleka malalamiko kwenye kamati ya maadili ya wilaya au ile ya kitaifa kwa wagombea urais. Pili, ukiona kamati ya maadili imefanya maamuzi ambayo uliziki nayo, unasubiri uchaguzi uishe, wewe atangazwe kuwa mshindi, uende mahakamani kufungua shauri la uchaguzi kwa ground hizo ambazo document. Kama kwa lugha itumika matusi, kwa lugha ambayo haikuwa njema kwako, sheria imeweka very clear. Moja masuala ambayo yanaweza kufanya uchaguzi ushindi wa mtu kafutwa ni masuala ya kutokuheshimu matumizi ya lugha na kusoma zile kanuni. Hiyo ni moja ya masuala ambayo zimeainisha matumizi ya lugha na masuala mengine kama. Kwa hiyo bado Chadema wana nafasi ya kushiriki uchaguzi huu, unless kama hatashiriki ni kwa sababu ya mambo yao mengine, sio sababu ya saini kanuni za maadili. Nafasi wanayo ukisoma katiba, ukisoma sheria mama na kanuni zenyewe zinapingana na kauli za maafisa wa tume akiwemo mkurugenzi mwenyewe. Huwezi kuzuia chama kisifanye uchaguzi ila kisaini maadili. Mimi nimetoa mfano, unaweza kusaini maadili na usiyafuate. Unapata kile cha pili ambayo ni hoja ngumu zaidi kwa tume. Sheria haijaweka time limit kwamba utakuwa usaini maadili kabla ya muda gani, wakati gani, haijasema. Lakini tatu ambayo ni muhimu zaidi ni kwamba sheria hiyo haizungumzi kwamba maadili haya sawa yatumika sasa. Hata walio saini, nitoa mfano mzuri, hata walio saini saa hizi bado maadili saa hizi hayatumii mpaka atakapozindua kampeni. Zaidi kampeni zinazinduliwa ndio maadili haya yanaweza kufanya. Kwa hata wote walio saini saa hizi kuanzia mwezi wa 4, wa 5, wa 6 na wa 7 haya maadili hayatumiki. Maadili yataanza kutumika mwezi August wakati wa kampeni. Napitia sheria, napitia kanuni. Soma hiyo 1.5. Kanuni za maadili 1.5. 1.5. Kanuni za maadili. Ulihifadhi vizuri swali lako Mamjengo. Tufanye comparison. Alafu tuanze na kanuni hapa. 1.5 unaitafuta. Ndio mambo ya kisheria, kwa mambo ya kisheria inabidi uwe makini. Ndio usaidie kutafutia. Maana ifunga ni kama Biblia kaka. Kama sasa msemaji wa Biblia brother. Uwezi kaka. Kaka kama sasa msemaji wa Biblia. Bora. Unaweza kupewa ukazahirika. Unatafuta masaa. Ndio nilichukua kinakuja. Sasa hizi sio zenyewe. Hizi zenyewe. Hizi ni za uchaguzi. Za vyama vya siasa. Hizi zinadili na vyama vya siasa. Wale kwa mbele kama Biblia. Kwani tafutie kwangu. Kwa Biblia. Sasa Biblia. Madugu anatafuta. Vipi? Nizipata. Hebu tuone. Ni kama Biblia jamani, hizo kanuni. Kanuni za maadili utendaji katika utumishi wa umma. Sio pia. Sio. Kwani tafute. Mambo ya Biblia. haya mambo professional. Nadhani uzuri wakati Madugu wanaendelea kutafuta ni kwamba tunaendelea kupata somo hapa na tunaendelea kuelewa jinsi ambavyo jambo lipo. Maana Madugu alianza kutupitisha kwenye msingi, baada ya hapo akafafanua kanuni moja baada ya nyingine. Na ukiangalia na mimi nimejifunza hapo kwamba kanuni za maadili ya vyama vya siasa, uchaguzi. Okay, kanuni ya sheria ya gharama za uchaguzi. Hapa tupo mtazamaji, tunatafuta kanuni. Yes. Ili tuweze kuliweka ili sawa. Fanya marejeo. Tunafanya marejeo, lakini kwa mujibu wa wakili Maduhu hapa ni kwamba kuna namna INEC kidogo walighafilika, na nadhani jana pia tulimsikiliza Heche hapa kwenye gumzo leo. Heche alisema hichi ambacho anasema Maduhu kwamba wanaweza, kanuni haitoi muda, wanaweza kasaini hata siku moja kabla ya uchaguzi. Na mambo wana point hapo, na mambo kinachotia mashaka na wasiwasi kidogo, kama kanuni zinasema hivi na INEC wana timu yao ya sheria, kulikuwa kuna haja gani ya kuwa na haraka ya kutoa kauli hiyo kwamba Chadema
wamejiondoa kwenye uchaguzi. Yaani mimi nilichomuelewa Maduhu, nimemuelewa kitu kimoja kwamba huenda Maduhu ametupa kitu hapa kizuri sana kwamba kuna kanuni ambayo inasema mtu asipo sign au chama kisipo sign kitapata adhabu. Lakini haisemi adhabu hiyo, haijasema adhabu gani. Hiyo ni moja ya kwanza tuichukue. Ya pili ni hiyo ilikuwa ni sheria mama. Kanuni ikaja ikasema kwa mujibu wa Maduhu, kanuni ikasema ndio kwamba huyu mtu asipo sign hatafanya mikutano ya kampeni. Sio, umenielewa? Hatafanya mikutano, sio kwamba atashiriki. Kanuni mama imetoa adhabu ila haijasema adhabu gani. Mimi ni sheria mama. Kanuni imetoa uwazi kwamba huyu mtu sasa. Nataka nisomee sheria mama. Ndio. Bado nimeipata hapa. Kanuni bahati mbaya kwamba kwenye tovuti ya tume hata zenyewe hazijawekwa. Yes, hazijaweka. Niko natafuta hapa. Sijaiona. Bahati mbaya kidogo. Kwa hiyo nataka niwasomee sheria mama ya uchaguzi wa bunge na madiwani. Fungu cha 162. Tusome chote. Halafu tufanye ulinganifu. Sawa. Halafu tuone ni wapi imesema chama kitaruhusiwa kufanya uchaguzi kama nataka watu tusome hizi tukiwa na akiti mamwe. Sawa. Ushabiki tuweke pembeni. Tusome hizi kanuni tukiwa soba kama tuko soba. Ukifanya uchambuzi kwa mihemko ndio unajikuta unaenda chaka kidogo. Nataka nifungue hii 162. Yes, nimeipata hapa. Namba tunasomee kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. 162 hiyo. Inazungumza kamati za maadili kanuni za maadili ya uchaguzi. Moja, kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vya siasa vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zinazoainisha maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi. Wakati wa kampeni za uchaguzi na uchaguzi kampeni za uchaguzi na uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kwa hiyo ni moja, maadili yatakayotumika wakati wa kampeni za uchaguzi. Namba 2, kanuni za maadili ya uchaguzi zitasainiwa na moja, kila chama cha siasa. 2, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi. Umeona hapa nimesema? Kimeweka muda specific kabla haja. Kwa upande wa chama cha siasa hamna muda. Kwa mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi lazima saini fomu za, maana asipo sign hata fomu yenyewe haitapokelewa. 3, serikali. Mwisho, tume. Mbona nzuri? Na zitapaswa kuzingatiwa na wahusika wote waliosaini. Lazima wazifuate. Namba 3, mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Sasa unaadhibiwaje? Hapa hajaweka utaratibu wa adhabu. Hajataja nini? Adhabu. Ukienda kwenye kanuni sasa 1.5 nazungumza adhabu inayotajwa inasema ni utashiriki mikutano ya kampeni. Sheria mama hapa hajataja adhabu. Ili sita kuweka adhabu hiyo. Kwa timizi adhabu yote ambayo inakiuka fungu cha 162 inataka batili. Mbona nzuri? Kwa hiyo hoja kwamba hatashiriki uchaguzi ni hoja ambayo haina mantiki. Imesema mikutano, imesema very clear. Hatashiriki mikutano ya campaign. Wewe nitafute pia hiyo kanuni. Kampeni sio uchaguzi. Nitafute nani? Alibahati mbaya. Kwa nitafute pia nipata screenshot yake hapa. Anasema uchaguzi badala ya mikutano campaign. Wangebadilisha kama mahali tulikosea, sio dhambi. Lakini mpaka sasa hivi direct kwamba wamesimamia msimamo wao. Taratibu sasa. Nipata hiyo. Slow but sure. Twendeni. Moja. Kila mtu ataelewa. Kanuni ya 1.4 inazungumza wahusika wa kanuni hizi za maadili ni wafuatao. Ina copy na kupaste fungu cha 162 kidogo cha pili. 1, vyama vya siasa. 2, wagombea. 3, serikali, na mwisho tume huru ya taifa ya uchaguzi. 1.5, wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa, serikali na tume ya uchaguzi
watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Okay? Koma. Watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Sio watalazimika. Wanatumika kwenye jamani, kwenye drafting skills za sheria. Ingesema watalazimika. Lazima. Watawajibika kaka, wajibu. Kwa mfano ukiwa na mke, wajibu sio lazima. Kwa mfano ukiwa na mke, ikasema una wajibu wa kutunza familia. Usipotunza sio lazima. Ukinikosea na sitoe hela na susa. Kisheria hiyo inakuwa kisheria. Sheria kurofisha. Bana, kwa mfano anaambia hivi kati ya wanaume na wao kitu naenda kwa mwanaume. Sitoe hela na susa. Ni wajibu. Sababu wajibu wako, lakini yeye ameamua umenidharau. Umenidharau mimi sio mwanaume sio. Sasa twende kusoma. Inasema chama cha siasa ambacho hakita saini kanuni za maadili kitazuiliwa kushiriki katika kampeni za uchaguzi. Soma hapa. Sasa nasema wakili anaongezea. Unaweza tukaipata hiyo screenshot kwenye WhatsApp tukatumia kwenye sasa kwenye WhatsApp. Wakili anaongeza. Hebu soma kwa sauti. Wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Hadi 0.5. Sawa, 1.5. Yes, soma twende kazi. Nasema kila chama cha siasa, serikali na tume huru ya taifa ya uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakita saini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika kampeni za uchaguzi. Sasa uchaguzi, nimesema uchaguzi hapo. Kushiriki kampeni za uchaguzi. Imeenda wazi. Kifungu cha 1.5A kimezungumza vizuri. Kampeni za kimezungumza, kimesema kampeni kwenye WhatsApp, ndugu yangu Maduhu. Hajasema uchaguzi. Kampeni za uchaguzi. Jamani, nimewambia hapa kuna vyama mara kadhaa vinapata uteuzi. Huvioni kwenye kampeni popote? Huvioni vimesaini maadili? Sasa tume na wateua, huoni mkutano wote wa kampeni hata huu. Kwenye uchaguzi, siku ya uchaguzi, nakuta sura zao pale. Mgombea wa rais wa chama gani sijui. Sasa kutaja majina. Lakini nakuta wao kwenye ballot paper, lakini hajaje kufanya kampeni hata hii. Mimi wana kampeni zao za chini kwa chini. Nyumba kwa nyumba za nini tena kwa kitanda. Au za njia zingine. Kampeni to bed. Au wakaamua wakasema hivi, mimi na saini maadili yenu. Sifanye kampeni yote, lakini najua wananchi walipenda. Hata kama nizofanya kampeni yote, atanipigia kula. Unajua kuna mtu anashinda akiwa gerezani. Mtu anasaini maadili. Unajua kuona kuna diwani alishakushinda wa Chadema. Bila kwanza akiwa gerezani. Kashinda, yani wananchi wampigia kula. Anafanya kampeni yote. Yuko ndani yani. Na mshinda. Watu wamchagua ameshinda. Katoka gerezani. Kada kwa kwa hiyo jamani, sheria inasema kwamba watazuiliwa kufanya uchaguzi, kushiriki uchaguzi. Uchaguzi ni mchakato mrefu sana. Sasa Madu, election is a cycle. Unapata nzuri? Moja ya cycle ni kampeni. Morning Bantu.